katika kila jambo. Liwe baya liwe zuri, kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe zuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kweli kwa Mungu. Bwana Mungu wetu, mwanao ametuachia pamba ya njiani katika sakramenti ya mwili wake. Umjalie kwa wema wako huyu mtumishi wako ndugu yetu Emmanuel Christian afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa nguvu ya chakula hiki. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Nani angesimama mbele yako? Tunakuomba uwajalie wote watakaoshiriki katika kumsafirisha waweze kusafiri salama, na kwa maombezi ya Mtakatifu Rita mlinzi wa wasafiri waweze kusafiri salama na kuwaepusha na misukosuko yote ya baharini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Simama, nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nimesikitishwa sana na msiba wa kamanda Gariamoshi. Amekuwa kamanda shupavu. Alipokuja kikazi katika wilaya ya Masasi, alikuja pamoja na makamanda wenzake. Alikuwa shupavu, mchapakazi, lakini mchangamfu. Hakuonyesha udhaifu wowote. Asubuhi ile alikuta tuna zoezi la ukakamavu ndani ya wilaya. Asubuhi ile akashiriki pamoja na makamanda wenzake, akafanya mazoezi vya kutosha, tukashirikiana naye na majukumu yote ya kijeshi yaliyokuwa yamemleta, lakini kifo chake kimekuwa cha ghafla sana. Kwa kweli kama serikali kimetusikitisha sana. Msiba huu wa ofisa wetu umenigusa kiwango kikubwa sana. Afande wetu huyu alikuwa ni mcheshi, alikuwa karibu sana na askari wote kwenye ushauri, kuelekeza na kushirikiana. Na alikuwa ni mtu ambaye anapenda ukakamavu na kutufanya na sisi kupenda ukakamavu. Na alikuwa ni mwanamchezo, mpenda mazoezi. Kwa hiyo kwa kweli tumepata pigo kubwa na moyoni kwa kweli tuna majonzi makubwa sana. Na kushukuru katika kila jambo. Liwe baya liwe zuri, kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe zuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kamishna msaidizi wa polisi anaitwa Emmanuel Christian, ambaye alikuwa mkuu wa operation za polisi mkoa huu wa Mtwara. Kifo kilitokea juzi tarehe 8 pale katika hospitali ya Ndanda ambako alikuwa ametibiwa baada ya kuugua ghafla akiwa kazini hapa katika wilaya ya Masasi ambako tunafanyia msiba wake kwa awamu ya kwanza kwa ajili ya kusafirisha kwenda kule mkoani Ruvuma, wilaya ya Songea ambako ndio nyumbani kwao. Kwa hiyo huyu ni miongoni mwa wasaidizi wangu wa karibu na amekufa kwa ugonjwa wa muda mfupi. Basi kama ilivyo kawaida wanadamu, sisi ni wakuja na kuondoka vile vile. Tunawashukuru wananchi wote wa mkoa huu wa Mtwara walivyoshirikiana nasi katika kukamilisha swala hili, lakini kubwa zaidi tunawashukuru madaktari ambao walimpokea pale Ndanda na kujitahidi kadri ya uwezo wao, lakini kwa sababu Mungu alishaandika hatakuwa na budi na amesharudi kwa Mungu. Basi na sisi tujitayarishe kwa safari kama hiyo. Asanteni sana.